Pimpin Kama ni golikipa mzuri na mchezaji muhimu kwenye bila kumkosesha. Lakini uwepo wa Yakubu Suleiman ambaye tayari kashaanza kupata uzoefu wa mechi za kimataifa, kwa sababu hakuna mechi iliyokuwa ngumu na yenye pressure kubwa kama mechi hii. Na mnaona kumbuka alikuwa anahitaji goli hili moja kuweza. Na ndio kipindi ambacho Simba alikuwa kwenye pressure, alafu Pimpin Kama akaumia. Akaingia Yakubu Suleiman kuka anacheza mzuri. Lakini huyo Yakubu Suleiman ndio golikipa namba 1 wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Kacheza mashindano ya CHAN yote. Kacheza mechi za kufuzu fainali za kombe la dunia zote. Kacheza mechi za kufuzu AFCON zote. Uzoefu wa michezo ya kimataifa na ubora kashauonyesha. Mimi hili siliiti pembe la Pimpin Kama. Hii naiita fursa kwa magolikipa wazao. Nyesho chukua. Kwa sababu amesafiri Hussein Abel na Yakubu Suleiman. Isiyo tu si kila siku tunawatetea magolikipa wazao wapate nafasi hii. Nafasi ya kuonyesha ndio hii hapa sasa. Tuone. Mara nyingi kwenye mpira wa miguu eneo la goalkeeping ni eneo sensitive sana. Eneo ambalo kiuhalisia halihitaji majaribio wala halihitaji mabadiliko hapa. Mara nyingi magolikipa wengi ambao wanatokea bench huwa wanapata nafasi ya kutake over. Sura nzuri. Baada ya magolikipa namba 1 kuzidi. Wansingizini. Sio timu tishio. Na niweke wazi, hawatishi. Ila tahadhari ni muhimu. Yaani sio timu tishio. Kwa sababu Eswatini ni taifa dogo sana. Kwa mfano, nakuja kwa wachezaji wako. Eswatini kwenye mashindano ya kufuzu World Cup. Eswatini ni taifa ambalo kwenye group D lilishika nafasi ya mwisho wakiwa na timu kama Cape Verde, Cameroon, Libya, Angola na Mauritius. Sasa wewe fikiria, mpaka Mauritius alikuwa juu ya Eswatini. Mauritius, Shelisheli ambaye Mauritius ukiangalia yani ni timu ya kawaida mno. Alikuwa juu ya nani Eswatini. Kwa hiyo Eswatini sio taifa ambalo unaweza kusema linatishia amani. Sio taifa lile kusema linatisha. Kwenye mechi kubwa ndio hicho. Kwa sababu kwenye timu ya taifa ya Eswatini kuna wachezaji 5 wansingizini. Wachezaji wangapi? Ikiwemo golikipa namba 1. Wanani? Wa Eswatini. Golikipa namba 1 ambaye aliitwa kwenye timu ya taifa ya Eswatini na habari Nsingizini Hotspurs anaitwa Kanyankweze Shabalala. Huyo kama ameruhusu goli ngapi hapo kwenye michuano ya kufuzu kombe la dunia? Kwenye michuano ya kufuzu kombe la dunia, yani Eswatini kwa maana ya kuruhusu magoli tu, wameruhusu magoli 19 katika mechi 10. Sijui mnafu. Yani timu ya kawaida, kwa kifupi ni timu ya kawaida ambayo kiuhalisia ambayo sioni yani Simba wanachaje kushinda huo mchezo. Na msimu uliopita nishasema hawa jamaa walichezea goli 8 aggregate 8 ya Stellenbosch dhidi ya Stellenbosch. Kwa hiyo kwa timu kama Simba haipaswi kuwa na kisingizio chochote zaidi ya kuwakandamiza kwa kweli kuanzia ugenini. Na yani wamekosekana sana, yani wamekosekana sana sana. Na kwa sababu ni klabu. Kwa sababu klabu kidogo ile sinasajili wachezaji kutoka nje, wachezaji kutoka tofauti, sio pale pale wategemea pale. Lakini ukiangalia kwenye kikosi chao kuna wachezaji wawili ambao kiuhalisia hawa ndio mimi nimefuatilia kwa ukaribu, wanaonekana kuwa hatari sana. Wa kwanza ni Sizwe Khumalo. Cheza ni attacking midfield. Fundi anauchukua na utaka na ufusa na uweka pale. Sizwe Khumalo. Nzuri kwenye kupiga pasi, vision nzuri. Bado kwa na bahati nzuri timu yao bado 21 22 yani umri wao wachezaji. Na huyu bado bwana mdogo, anavaa jezi namba 12.
watu wamwangalie. Anavaa jezi namba 12. Sizwe Subelehe Mavuso. Subelehe Mavuso. Huyu ni mchezaji mwingine ambaye kiuhalisia Simba Sports Club wanapaswa kuwa naye makini, kwa sababu ni mchezaji hatari. Ni mchezaji mzuri. Tunawazo. Kwa hiyo wakiweza kuwakamata hawa wachezaji uko sawa. Na kwa ubora waliokuwa nao Simba Sports Club, sioni hao wanatokea wapi, lakini kwenye timu ya taifa ya Nandi ya Eswatini wametoa wachezaji watano pamoja na Nelson Dlamini, na yeye huyu ni mchezaji mzuri. Lakini pia mchezaji mwingine alikuwa ni Nsokazifile Nshongwe. Sio masiara, lazima kuna muda kama huko vizuri unaweza kumeza ulimi. Pati picha mbukuzi na tangazo mpira. Majina. Sikasovile Nshongwe. Anakwenda Sizwe Nkumalo. Hatari sana. Unaweza takata ulimi. Vibaya mno.